So Dr. Mtazamaji, karibu tena kwa awamu ya pili ya Tamrini, ambapo kama nilivyokuahidi tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja siku hii ya leo. Na mtazamaji, siku ya leo tutakuwa tunalidadafua kwa kina swala nzima la usalama barabarani. Mtazamaji, kumbuka kwamba tuko katika msimu wa sherehe, huku ndugu zangu wa Kristo wakijiandaa kwa sherehe za Krismasi na pia sherehe za likizo ndefu mwezi huu wa Disemba. Ikiwa tunaingia msimu huu, je, kila Mkenya anafaa kuwajibika vipi katika kuleta usalama barabarani? Mtazamaji, tutakuwa tukidadafua kwa kina masuala hiyo, na kumbuka wewe pia unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa kijamii. Ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule mtandao wa X @KBC Channel 1, na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Mtazamaji, kutusaidia kudadafua kwa kina mada hii siku hii ya leo kuhusiana na usalama barabarani si mwingine bali ni Daktari Eunice Imendwa, ambaye ni kiongozi na pia mwenyekiti wa chama cha shule za udereva, ambaye atakuwa atatusaidia tu kwa kina kufafanua masuala haya kwa kina. Mtazamaji, karibu sana Daktari Eunice. Nashukuru sana ndugu yangu Khalid. Naam. Siku ya leo nimefurahi kuwa nawe hapa tukiwa kwa mada ya Naam, wakati kama huu. Asante sana. Yes. Naam, moja kwa moja nataka tu nikupatie takwimu ambazo mamlaka ya usalama barabarani, yani ukipenda NTSA, ambayo imesema kuwa zaidi ya watu 3,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na ajali za barabarani. Je, unahisi hayo yote yanatokana na makosa ya dereva ama mifumo dhaifu ya mafunzo au uzembe wa utekelezaji wa sheria? Nafikiri pale tukisema vile na wamesema kweli ni ndio, kwa sababu hii mambo mingi hufanyika, ajali nyingi zile zinafanyika Kenya zinafanyika kwa sababu ya human being. Wanakuwa kuna kitu ile inaitwa utekelezaji wa kujua barabarani utaenda vipi ama utajiandaa vipi. Unakuwa safari nyingi zinaanza bila kuandaliwa. Inaweza kuwa ule dereva pia kuandaliwa kwake ilikuwa na kasoro, na alafu ako pale barabarani kwa ajali. Akipatikana ndio tunajua kweli alikuwa tu anatafuta barabara ya kupata kazi. Yes. Naam, wewe kwa nini unahisi ajali za barabarani inaongezeka sana msimu huu wa likizo ama sherehe? Khalid, vile nitaweza sema kupitia zile ajali tunaona siku hizi, ajali nyingi zinafanyika zingeepukika. Na kama vile nimesema, msimu huu wa Krismasi sisi wa Kristo tunajiandaa kweli kusherekea. Na kwa sherehe mambo mingi hufanyika. Kuna ile vinywaji. Kuna wale wanapenda kusema sherehe ni kukesha usiku mzima, hakuna kulala. Wanakuwa hata usingizi hawajalala vizuri. Na asubuhi ako pale akiendesha gari. Kwa hivyo uendeshaji wa gari usiku pia ikisuiliwa kidogo, tunaweza kuwa tutapata kupata nafuu kiasi. Kwa sababu ukiwa umeshalewa na usingizi unayo, pia ajali itafanyika hata ukiwa umesoma vizuri. Hata kama umesoma uendeshaji wa gari vyema, ukiwa umelewa na pia unaendesha gari utakuwa sawa. Ukiwa hujalala vizuri, pia hiyo itakuwa haijaenda vizuri. Yes. Naam, wewe kama kiongozi wa sekta hii, kiongozi ambaye anaelewa sana sekta hii, je, unahisi ni hatua gani madereva wanapaswa kuyafanya ili tusikue na hiyo kasumba ama ajali nyingi ambayo inatokea wakati huu wa msimu wa sherehe? Kitu moja nitasema ni madereva wasiendeshe gari wakiwa walevi. Ya pili, asiendeshe gari akiwa amechoka. Ya tatu, wasiendeshe gari usiku. Usiku tukiepuka uendeshaji wa gari usiku, ni wakati wa kulala. Na kama vile nchini Kenya nafikiri hatuna madereva wanatosha. Hata kama niko pale kwa driving school, ndio tunafunza kila siku, lakini hatuwezi funza leo na ule dereva akawe ndio atabeba watu wakati wa Christmas kama huu. Kitu hile nitasema ni madereva waepuke vitu hizi tatu. Ukiwa dereva kamili, usiendeshe gari kama una uchovu. Na ya pili, usiendeshe gari kama wewe umelewa. Na ya tatu, ukiwa umechoka, simamisha gari pale na ulale, naambia abiria ungependa kupumzika. Na kwa hivyo hiyo vitu tatu dereva wakiepuka, tutapata nafasi ya kusema ajali haijafanyika. Yes. Naam, umeongelea vitu tatu ambazo
madereva wanafaa kuepukana nayo ndio tulipunguza hizi swala la ajali ambazo zinaonekana tatiza sana wakati huu wa msimu wa likizo? Swala la uchovu ambao umesema ni yes. Unahisi wale wamiliki wa zile magari wanapaswa kuangalia ama kuzingatia masuala hiyo, wale madereva ambao wako na uchovu, angalau wakuwe na madereva wengi, ndio moja akiwa na uchovu mwingine ashike usukani? Nakubali ndio, hapa nchini Kenya wakati wetu wa kufanya kazi ni 8 hours. Na zile masaa 8 hours inafaa dereva akiwa alianza safari kutoka hapa kwenda Mombasa anafaa kuwa ametumia zile masaa vyema ndio aweze kuwa ana wakati wa kupumzika. Lakini sio vile atoke Nairobi afike Mombasa achukue gari tena arudisha Nairobi. So ikuwe tu akifika Mombasa kuna dereva mwingine hule anaweza rudisha abiria huku Nairobi. But isikuwe dereva mmoja tu safarini siku mzima anaenda anarudi, itakuwa uchovu itaongezeka. Na pia akona uchovu wa maisha yake pia, kwa sababu maisha siku hizi ina uchovu mingi. Uko na mambo ya kinyumbani hujatimisha vyema, maybe pale kwa mfuko hakuna pesa ya kutosha. Hatufai kubeba hizi vitu sikue sasa sitamaliza maisha yetu, sababu Biblia inasema kweli hekima yetu ndio itatusaidia. Kwa hekima ni wale wenye kampuni za magari kuwa na dereva wanatosha. Yes. Naam, kama ulivyosema ni hekima ndio ile ambayo itatusaidia sana. Kama ulivyosema wamiliki ama washikadau wote wanapaswa kuwajibika vipi wao pia ili kusaidia kupunguza swala hili la ajali barabarani wakati huu wa likizo ama sherehe za msimu huu? Nafikiri wakati huu Khalid mwenzangu, ile najua kila mmoja atafuta shilingi. Pesa kweli tutatafuta. Na njia moja ya kuepuka tupate pesa yenye pesa sio halali ni ya kupanga kazi yako. Ukijua wewe gari zako ni gari 5 ama gari 10, ndio umebarikiwa kuwa na zile gari. Kuwa kama gari zako ni 10, kuwa na dereva kama 20 hivi, wale utapea kazi wakati huu wa msimu wa Krismasi. Kwa hivyo ningesema vile pesa itaongezeka pia tuongeze wafanye kazi. Ndio tuweze kuwa at least ukituma gari yako safari, unajua safari hiyo ingine uko na dereva amepumzika vyema na akirudisha gari hapa itakuwa vyema. No. Na nataka tuongelee tu usalama wa vyombo vya usafiri. Tuanzie tu hapo mwanzo. Wewe kama kiongozi ambayo amekuwa sana katika sekta hii, mtu ambaye anakutazama sasa hivi ambaye ananuia kuanza safari ya kwenda safari yake ya Krismasi, je, ni ukaguzi gani wa lazima wa gari ambayo inafaa kufanywa kabla ya kuanza safari? Kuna zile vitu tunafaa kuangalia kwa gari yako Khalid, hata kama ni yako asubuhi. Kwanza kabisa brakes za gari sinafaa iangaliwe kabisa. Gurudumu la gari lazima iangaliwe kama hiyo gurudumu kweli imechapa, inafaa kubadilishwa hapo before gari ianze safari. Ya pili pia kuna kitu inaitwa mkanda wa gari. Mikanda ingine ilizeeka ikaingia chini ya kiti. Wakati huu ni vyema uangalie uone kweli abiria akiketi kwa kiti ile mkanda itakuwa ikitumika vile navyofaa. Ya pili, zile brakes za gari pia sikiwa brakes zimeenda sana sina tendi kudhin, na wakati simekonda sana ile gari safari yake, na pia uzito wa barabara na pia kona za barabara. Kama mimi nimezaliwa pale Meru, Tharaka Nithi is a challenge. Pale kuna barabara iko na kona mingi sana. Ukienda na gari yako hata kama brakes zilikuwa mpya, lazima usimame mahali kwa barabara kweli uangalie kama zile brakes bado siko. Kwa hivyo brakes ni muhimu kabisa na gurudumu la gari. Yes. Kabisa. Natumai mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi na ananuia kuanza safari zake za Krismasi ama kwenda likizo, natumai amepata 1, 2, 3 kutoka kwako siku hii ya leo. Naam, kama wewe kama bingwa wa usalama barabarani kutoka kaunti ya Kajiado, nafahamu kwamba pia uko na mzizi katika kaunti hiyo. Changamoto ipi kubwa zaidi umeliona katika barabara ama maeneo hayo ukilinganisha na zile ambazo umeziona katika njia tofauti ama barabara tofauti hapa katika kaunti ya Nairobi?
Naam. Kajiado pale ndio. Kajiado niko pale kama champion wa road safety. Champion ni mbingwa wa ajali za barabara zikitokea na kuanga kweli na usunika kweli kabisa. Na nauliza nini inaweza fanywa. Tukiwa hapa hivi kuna pahali kunaitwa Kiserian. Pale Kiserian kuna mteremko very sharp. Ile mteremko iko pale Kiserian, mimi naangalia hivi natasama nasema ile barabara ingekuwa pana kiasi ingetusaidia sana kwa ajali za barabara. Pia pale Kajiado County barabara watu ni wengi, barabara ni nyembamba sana. Kwa hivyo ile moja ni changamoto iko pale na imekuwa kwa miaka mingi. Na sasa hivi ukiangalia kuna watu, kuna punda, kuna watu wamebeba mizigo, kuna watoto wa shule na barabara ni pana sana. Kwa hivyo ningeomba sana zile barabara siweze kutasamwa vizuri sana because hiyo ndio tu inaweza tusaidia pale Kajiado. Yes. Yani madereva pia wakuwe waangalifu sana ukiwa katika barabara hizo. Madereva wale wako pale Kajiado County, kuna vitu zinaitwa mikokoteni, kuna watu wamebeba mizigo, kuna watoto wa shule na barabara ni nyembamba. Kwa hivyo ningeomba madereva wote wale wako Kajiado County tuweze kushirikiana, tuweze kwenda kwa mwendo wa pole sana na kuwa waangalifu zaidi na pia tukue atuangalii tu barabara ni ndogo lakini tukue na utaratibu. Naam. Tukiangalia takwimu ambazo zimetolewa na mamlaka ya usalama barabarani yani NTSA zinaangazia ongezeko la hatari barabarani huku watembea kwa miguu wakiendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi na kufa katika ama kupata ajali. Je, tunaweza lisuluhisha vipi kando na maabiria na pia wale ambao wanatumia ama wanatembea kwa miguu kando ya barabara? Tunaweza lizuia aje swala hilo? Pale kuzuia ni barabara kufanywa pana. Si lazima ndio ikawe barabara ile imewekwa lami na imeimirika kabisa. Inaweza kuwa ijamalizika kujengwa na lami lakini tuwe na barabara pana kwa sababu barabara za pale mimi nikiangalia kila siku ni nyembamba sana. Hata kupitana gari mbili ni hatari. Kama juzi hivi kumekuwa na ajali pale kwa barabara moja ya Kiserian na ile barabara ni nyembamba sana. Ile gari ilitoka kwa barabara ikapata wale wanatembea na mguu kwa sababu barabara yote ni nyembamba. Kwa hivyo ikipanuliwa hata iwe haina lami lakini imepanuliwa itakuwa barabara ya kusaidia wale wanaenda na mguu na wale watu wa baiskeli. Na pia tukikuwa na laini ile baiskeli situmie hii, bonda itumie hii, watu wa mguu watumie hii, itakuwa vyema kabisa. Lakini tukiangalia pale sana kuna mambo mingi ile ijafanyika kwa kupanua barabara na nafikiri hivi karibuni ile barabara ya pale Kajiado itaangaliwa sana kwa sababu kusema ukweli imekuwa na hatari mingi kwa wale watu wanatembea na miguu na watu wa baiskeli na watu wa bonda. Naam. Wewe kama kiongozi wa chama cha shule za udereva, kwa maoni yako tu, tatizo kubwa zaidi katika mafunzo ya udereva hapa nchini ni ipi? Nataka nikuregeshe nyuma kidogo, uongelele tu swala la kumbuka kwamba wewe ni kiongozi wa chama cha shule za udereva. Yes. Kwa maoni yako tu, unahisi changamoto kubwa zaidi katika shule za udereva hapa nchini ni upi? Okay. Hiyo nashukuru kwa sababu ya hiyo swali. Asante. Mwenzangu Khalid. Changamoto moja ile inatusumbua sisi wale tunayejitolea kabisa tufunze madereva. Changamoto iko hapa hivi kwa sababu ndio umenunua gari zako 2-3 na umeanzisha ile shule, inakuwa serikali yetu inafaa pia kuingilia pale katikati itushike mkono. Ndio afadhali tukiwa tuna gari 2 zetu at least tumekuja kwa uchumi ya nchi, tumeandika dereva wale 2, hapo tumepunguza. Pale serikali ilikuwa haina wafanyikazi, haina nafasi ya kupea watu wa kazi, sisi tumewapea kazi. Ya pili serikali kuingilia pale kwa sababu tunajua serikali ina uwezo kabisa, ikitushika mkono kama wale watu wanafunza madereva nchini Kenya, tutaweza kufanya kazi njema kabisa tukiwa pamoja na serikali. Na ndio maana ninaomba serikali yetu tu itasame shule za kufunza madereva because madereva wakifunzwa vyema na serikali ikiwa ndio check balance yetu inakuja ndio inakagua vile kazi yetu tumefanya,
tutanufaika kabisa na tutaweza kuendesha. Lakini challenge moja ile inatusumbua kabisa ni pesa ya kununua zile magari. Kwa sababu mara tumenunua magari, biashara imekuwa iko chini, tuko na changamoto, dereva wameamua kwenda shortcut. Shortcut ni kutafuta pale wataweza nunua hata license. So unajikuta we na gari zako umechukua ndeni kwa banki, unakuta benki inakuja kuchukua gari zako. Na ungekuwa serikali imeingilia kati ikatushika mkono, hakuna kitu tungepoteza, kwa sababu tumejitolea kabisa na mali yetu na wakati wote tumejitolea ndio tuweze kusaidia madereva nchini. Naam. Yes. So Dr. Kama ulivyosema shule za udereva na changamoto ambazo umezilizungumzia sasa hivi, na kweli pia mmefikia hatua nyingi ili kusaidia madereva wengi. Je, shule za udereva zinaweza kufanya nini ili kupunguza swala hili la ajali barabarani? Wow, nashukuru. Kama sasa hivi mimi naakilisha kaunti zote 47 counties. Na pale kwa kila kaunti kuna shule ya ufunzaji wa dereva. Na pale kwa zile shule nikiwa kama kiongozi wao, ile kitu moja tunafanya ni campaign ya kutembea eneo zote kule mashinani tukiambia watu, tafadhali msikunywe pombe na muendeshe gari. Tafadhali ukichoka simamisha gari yako na uweze kulala pale pale. Na hii campaign tunaifanya tu kwa uwezo wa kila mmoja wetu. Kama mimi pale Kajiado County, Kajiado North, nasunguka yote kama shule ya udereva nikiambia watu wa Kajiado ni vizuri tuendeshe gari kwa utaratibu. Na hii tukiweza kupata usaidizi, tushikane sisi na serikali, tunaweza saidia Kenya mzima. Si pahali moja kama vile nasema Kajiado County. Tunaweza simama kwa kaunti zote na tutaweza kuelimisha watu wetu kuhusu kuendesha wakati huu wa sherehe za Krismasi. Yes. Naam, ushirikiano kati ya mamlaka ya usalama barabarani NTSA, serikali za kaunti, sekta ya kibinafsi, serikali yenyewe, na pia nyinyi ambao washikadau ambao mko katika zile chama cha udereva nchini, ushirikiano wenu pia unaweza saidia vipi kupunguza ajali kama hizi katika barabara wakati huu wa sherehe ama msimu huu wa likizo? Nashukuru sana, kwa sababu sasa ile imesema niseme tunaweza kwa kaunti zote ni kwa sababu tukishikana NTSA, serikali na shule za uendeshaji wa madereva Kenya yote, tutakuwa na kikundi kila pahali. Kikundi inaenda ikiangalia zile barabara vile watu wanatumia wakati huu, because wakati huu hata gari ile iwezi tembea iko barabarani. Na tukisema tuache hii mzigo kwa serikali peke yake itaweza. Lakini sisi kama waendeshaji walimu wa shule za uendeshaji wa madereva, tukipewa nafasi ya wale dereva wanapatikana hawajahitimu vyema barabarani, tukipewa tuwafunze, tutakuwa pale kikundi ya kwanza tukisema usiendeshe gari kama hujahitimu. Na tukipata wale dereva hawana license, tuwarudishe shuleni. Tukifanya vile pamoja na serikali, kwa wiki 2-3 madereva wote wale hawajahitimu watarudi kusoma. Ya pili, tukitembea kaunti zote tukiwa tumeshikana serikali, NTSA na shule za uendeshaji wa madereva, tukishikana hawa vikundi 3 tutaweza kuwa kwa kila kaunti, kwa sababu sasa hivi nikipiga simu nafikiri hata wale wenzangu wa Kenya Driving School Association wamekaa pahali wakinitazama wakiuliza tunaweza saidiana vipi na serikali tuweze kusema hapana, kama hujahitimu usiendeshe gari. Na sasa hivi vile ningesema serikali tushikane ni NTSA na sisi tukue vikundi za kwanza kusimama katika barabara kukagua wale madereva wako barabarani. Naam. Sadakta sana kwa hilo. Nikuuliza tu swala la kuhamasisha kwa umma ama madereva ama wale ambao wanatumia barabarani. Je, unahisi kuna haja ya serikali ama mamlaka ambayo inahusiana na swala nzima la usalama barabarani kuhamasisha umma kuhusiana na jinsi ya kutumia barabara, hususan msimu huu wa likizo ambapo kila mmoja anaonekana kwenda majumbani kwenda kusherehekea na familia zao? Yani empowerment. Nashukuru sana, sababu usalama ni jukumu letu zote. Sio serikali wala
NTSA wala driving school. Usalama ni jukumu letu sisi zote, na ile imefanya niseme driving schools na serikali wakiungana pamoja, tutaweza kuwa sisi ndio wale hatujaweza kwenda Krismasi, but tumeangalia mikakati kama imefuatika vile kunatakikana. Na hapa kwa kufanya hii kazi lazima tuwe tumeshikana pamoja, ndio tuweze kuambia wengine wakati huu ni sisi tunatazama yale maneno inaendelea. Na ningeomba sana sana serikali wahusishe wenye mashule za uendeshaji wa magari, ndio tuweze kuwa sasa tukipata kuna kitu ijaenda vyema, tunakaa pale tunaulizana huyu alipita njia gani. Na pia ya pili ni kama ni NTSA wanajua the numbers za ajali, wanajua the numbers of the drivers in the country, wanajua kama wanataka kujua, like now mimi pale Style Up Driving School nimefunza driver anaitwa Khalid. Na driver Khalid hajafanya vile kunafaa barabarani. Mimi nikiwa mwenyekiti pale Style Up Driving School nafaa kuulizwa hapa kulienda vipi. Na nikijibu sasa itakuwa ninajibu kwa sababu kuna kitu sio mzuri imefanyika kwa dereva niliofunza mimi. Lakini ikiwa hakuna accountability or purpose, tutakuwa tuko hapa kila wakati tukiongelelea numbers, na numbers itaendelea kuongezeka. Yes. Ni vizuri umetaja ama umeligusia swala hilo. Je, unahisi kwani kuna wengi wanasema kwa swala nzima linafaa kuanzia huko mwanzo kule mtu ambaye wakati ambapo mtu anajifunza kuendesha gari ama swala la udereva, ndio tumalize swala hili nzima la ajali barabarani. Unahisi tunafaa kuanza katika mashule za udereva na tujue kwamba ni mashule gani ambapo yana leseni nzuri, ni mashule gani ambapo yanaonekana yanapaswa kupewa leseni ili kujiendeleza? Aha, ndio, hiyo inafaa kabisa tujue ni shule gani iko na leseni ya kufunza. Na tukishajua ile shule iko na leseni ya kufunza, tunafaa pia kama sisi sasa na tumeungana pamoja, tumekuwa kitu moja. Tukijua shule namba A haiko na leseni, haifai hata kuwa yafunza. Ya pili, kama dereva pia akwenda shule A, tunafaa pia kujua alienda shule gani. Kwa sababu tukishajua shule ni 100 na tumepata driver anasema alisoma shule 101 na shule 101 hatuioni kwa system yetu, inafaa kuwa na swali pale. Na hii swali ndio itatusaidia kujua alitoka wapi. Lakini pia pale our regulator ndio anafaa sana sana sasa NTSA kujua zile shule amepea leseni ni shule kiwango ngapi. Kwa sababu mimi kama kiongozi wao naweza sema ndio tuko na over 600 schools in Kenya, but pale kwa system nikiingia system naweza pata tuko na shule 200. Kwa hivyo ninajiuliza hizi shule 600 nazo zimetokea wapi? Masala kufanya kinyume. Yes. Naam, mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo, lakini kabla hatuja konja jamvi, nataka tu swali hii moja ambapo ni hatua gani mtu binafsi anapaswa kuchukua kulinda maisha yake na wengine barabarani? Mtu ambaye anakutazama sasa hivi, mtu binafsi anafaa kuchukua hatua gani ajilinde yeye mwenyewe na yule pia anatumia barabarani? Aha, ningesema kivinafsi kitu ya kwanza kuangalia ni kuheshimu sheria za barabarani. Kama leseni yangu najua haijapita kuendesha gari, sifai kuendesha gari. Kama ninajua kweli mimi ni mlevi na nimekunywa pombe kweli na hii pombe ni sherehe nilikuwa, sifai kuendesha gari. Na ndio ningeomba taksi sirundi kazi. Taksi itakuwa simesimama pale karibu na pahali nimekunywa pombe, maybe kama nimekunywa, lakini mimi ni mchungaji sikunywa pombe. Kwa hivyo kama umekunywa pombe yako, unajua gari yako iko hapo kwa parking, acha gari parking, chukua taksi, fika kwako salama, because maisha ni muhimu kuliko kuendesha gari ukiwa umelewa. Ya pili, heshimu sheria za barabarani. Ukipatana na askari akusimamishe, usianze kuuliza mbona askari amenisimamisha. Simama na utii zile sheria amekuambia utii, na uangalie barabara yako, na ukifika salama utashukuru. Na ya pili ile nataka kusema kivinafsi nitafanya pia, funga mkanda wako. Kwa sababu ajali unaweza kuwa hukuwa mlevi lakini ajali imekupata, because ajali inaweza kuwa sio wewe utasababisha, lakini imesababika na pale
ukipatikana utakuwa at least mkanda imekusaidia. Yes. Naam, kwa kumalizia tu ujumbe wako kwa madereva, wazazi, Mkenya ambaye anakutazama sasa hivi kuhusiana na swala hili nzima la usalama wa barabarani. Wow, ningesema hivi kwa mmoja ule amenitasama kila pahali inchi yote. Ninaomba wakati huu ukianza safari yako, homba na ukabidhi safari yako kwa Mwenyezi Mungu, alafu kuwa na hekima na nidhamu kwa barabara. Usiendeshe barabarani tu ukiwa kwa mbio, enda pole uweze kufika. Na ya pili ile ningeomba ni usalama ni jukumu lako na mimi. Kwa hivyo ni vyema kila mmoja ajikinge na kuomba kukabidhi safari kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Mtazamaji, kama ulivyosikia kauli mbiu ni usalama barabarani ni jukumu la kila mmoja wetu. Tuwe kuanzia mafunzo, nidhamu hadi maadili, na anasema tuwe waangalifu sana barabarani msimu huu wa Krismasi na msimu huu wa likizo. Mtazamaji, huyo alikuwa ni Daktari Eunice Emendo ambayo ni kiongozi wa chama cha shule za udereva, akitusaidia tu kufafanua kwa kina swala hii ama mada hii yetu kuhusiana na usalama barabarani msimu huu wa sherehe. Shukran sana kwa muda wako. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi la kulikunja jamvi la kipindi cha Tamrini. Naona mwenzangu Jackie Wambiru tayari ashafika studioni kukuletea taarifa za saa 7 kwa lugha ya Kingenge. Mimi ni Khalid Abdullahi, hadi panapo majaliwa yake Maulana. Kwa heri. Nashukuru.